hatutatoka mahali vile tulioingia. Hivyo ndivyo neno la Bwana limesema, na hivyo ndivyo inaenda kutendeka asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pigeni Bwana makofi kwa sababu tunaenda kufanikiwa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tuliwaombe mkaweze kuketi ili kwamba tukasikie neno la Bwana. Amen. Najua kwamba tunaenda kubarikiwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipoambiwa kwamba nikuje kwamba pastor nipigie simu akaniambia kwamba nataka nikutume mahali, na nikashangaa anataka kunituma wapi. So nikamuuliza unataka kunituma wapi? Akasema wewe kuja tukutane alafu nitakwambia mahali penye nakutuma. Bwana Yesu asifiwe. So aliponiambia kwamba ananituma maeneo haya, na akawa na tafakari itakuwaje vile napoenda kule, itakuwaje naenda kusema nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakumbuka katika maandiko wakati mmoja Yesu akiwa na wanafunzi wake akawa anatuma kila mmoja wawili waende kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua walianza kujiuliza sasa tukienda tunaenda kusema nini? Lakini Yesu aliwaambia kwamba msiulize maswali, mtakapofika kule nitawapa lile neno la kusema mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipa neno la kuweza kuzungumza asubuhi ya leo katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi najua kwamba sisi wote, hata mimi naenda kubarikiwa na ile neno asubuhi ya leo, na Mungu acha apewe sifa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nisungumuse kwa neno la Bwana. Nataka niongelee kuhusu kibali ama favor ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nataka tukaweza kujifunza ama kuweza kuhubiri neno la Bwana kuhusu kibali ama favor ya Mungu asubuhi ya leo. Tunapoongelea kuhusu favor ya Mungu ama tunapoongea kuhusu kibali ukiweka kwa Kiswahili, kibali ama favor ya Mungu ni kile kitu ambaye kinakuwezesha kufanya kitu fulani ambayo wewe mwenyewe kwa nguvu zako hukuweza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunaposikia kwamba huyo mtu ako na kibali cha Mungu, huyo mtu ako na kibali, huyo mtu sio kwamba yeye anafaa kuweza kutenda kile ambacho anatenda, hapana. Ni uwezo wa Mungu, kwa sababu kibali ambacho Mungu ameweka ndani mwake ndio kinamsaidia kuweza kufanya nini? Kile ambacho anafanya na mahali penye amefika hiyo wakati ambapo amefika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaposikia kwamba favor ya Mungu, kwamba huyo mtu alikuwa na favor ya kibali cha Mungu, huyo mtu alikuwa na favor ya Mungu, elewa kwamba ni kitu ambacho kinakuwezesha, sio kwa uwezo wako, lakini kinakuwezesha wewe kuweza kufika kiwango fulani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wakati ambapo tunaelewa favor ya Mungu katika maisha yetu na kuweza kuomba kwamba Bwana akaweza kutupa hiyo kibali, utapata kwamba katika mambo mengi ambayo tunang'ang'ana nayo katika maisha, haya mambo yanatembea katika njia ambayo ni rahisi. Haya mambo yanafanyika katika njia ambayo mwenyewe hata unashangaa haya mambo yamefanyika kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya kibali cha Bwana, ambaye Mungu akikupa hiyo kibali utaona baraka za Bwana vile zinatenda kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unaandika katika kwamba kibali cha Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaweza kujifunza katika vitabu mbalimbali kwa watumishi wa Mungu waliopata hii kibali, na tukaona kwamba tuna mafanikio ambayo waliweza kutana nayo katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunapoongea kuhusu kibali, jua kwamba tuna kitu ambacho Mungu anaachilia katika maisha yako asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kila mmoja wetu anahitaji kibali katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na usipokuwa na kibali utapata kwamba tunakuwa na hiyo roho ya kukataliwa. Unapata kwamba hata mtu ameenda mahali, amefanya application ya kazi, hapa na makaratasi yote ambayo inahitajika mahali pale, lakini unapata kwamba kwa sababu huyu mtu ana roho ya kukataliwa, hiyo makaratasi yake inachukiliwa mbali na mtu mwingine anatoka tu nyuma na anachukuliwa anawekwa katika hiyo maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vizuri wakati mwingine kuomba kwamba Mungu akatupe kibali chake. Maana hiyo kibali kikitembea pamoja nasi, tuna mambo ambayo tutaweza kufanikiwa kwa sababu ya kibali cha Mungu ambayo kitakuwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo asubuhi ya leo tutakapokuwa tutamaliza, tutaomba kwamba Bwana, kama hiyo kibali hakiko ndani ya maisha yetu, Mungu akaweza kuajilia kibali katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaweza kuajilia kibali kikaweza kutenda kazi katika maisha yetu, ili kwamba tukaweza kuona baraka za Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tusome neno la Bwana kwa Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Yes. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa
akida wa Farao, mkuu wa askari, mkuu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Mstari wa 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Ruka mstari wa 4. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Amen. Wacha tufika hapo kwanza, tutaendelea kusoma tukiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni story ambaye ni mtu mmoja katika Biblia ambaye anaitwa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yusufu, binasema kwamba huyu Yusufu aliweza kupata kwanza hapo kabla afika mahali penye amefika. Huyu Yusufu tuna mambo ambayo aliweza kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba Biblia inasema kwamba aliuzwa katika nchi ya Ukedeni. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa katika nchi, Biblia inasema kwamba huyu Yusufu akiwa mahali pale amepewa, aliweza kupata neema, aliweza kupata kibali, aliweza kupokea feva ya Mungu akiwa katika ile maeneo ambayo alikuwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo hii kibali cha Mungu kiliweza kuja maisha yake, Biblia inasema kwamba aliweza kuwekwa juu ya utawala katika nyumba fulani ili kwamba akaweze kuwa mkubwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka kwamba katika kutawala kwake, Biblia inasema kwamba aliwekwa katika nyumba ya mfalme. Na akiwa katika nyumba ya mfalme, kumbuka kwamba tuna mambo ambayo yaliweza kutokea mahali pale ili kwamba ikaweza kumjaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika haya majaribu, huyu Yusufu aliendelea kumtumainia Bwana, aliendelea kusimama imara, hakugeuka na kuweza kufanya yale ambayo haikustahili kuweza kufanya mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba huyo mke ambaye alikuwa na wapozi wake alimlazimisha kwamba akaweze kulala pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu alikataa. Yusufu wakati ambapo alipokataa, huyu mama aliweza kupanga mambo fulani ili kwamba ya kuweza kutanganya ionekane kwamba huyu jamaa tuna vitu ambaye aliweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mipango ambayo huyu mama bibi ya mfalme aliweza kupanga, kumbuka kwamba wakati mfalme alirudi, huyu Yusufu aliweza kuchukuliwa na akawekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Na alipowekwa gerezani, Biblia inasema kwamba ukiendelea kusoma, Biblia inasema kwamba alipowekwa pale gerezani, huyu Yusufu alipatikana kwamba alionekana kwamba tuna kitu ambacho kiko ndani mwake. Kwa sababu tulikuwa na kafewa fulani ndani ya maisha yake. Na kafewa akiwa pale ndani, Biblia inasema kwamba aliweza kupewa ukubwa wa kusimamia wafungwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipopewa hiyo ukubwa wa kuweza kuchunga wale wafungwa wengine, Biblia inasema kwamba akaendelea kuwa pale ndani. Akiendelea kuwa pale ndani, tuna mambo ambayo huyu mtumishi wa Mungu haliweza kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka kabla akaweza kupata hii feva ya kuweza kumpa ukubwa mahali pale katika gereza, Biblia inasema kwamba huyu Yusufu tuna wakati ambapo aliweza kuota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuota hiyo ndoto, Biblia inasema kwamba wakati ambapo alikuwa analeta habari kwa ndugu zake, baba yake, wazazi wake, akiwaambia kwamba nimeota hivi na hivi, Biblia inasema kwamba walianza kumwambia kwamba wewe unataka kwamba ukaweza kututawala. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba walimchukia. Bwana Yesu asifiwe. Walimchukia kwa sababu gani? Hiyo ndoto ambayo alikuwa anaona. Kwa hivyo unapata kwamba wakati mwingine, wakati Mungu ameweka feva katika maisha yetu ama kipande katika maisha yetu, tuna watu ambao watajaribu ili kwamba wakaweza kuzuia hiyo feva yako isiweza kufikisha mahali penye unataka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yusufu alisuiliwa kuweza kufika katika mahali ambapo ilitakana aweze kufika. Alisuiliwa na mandugu zake, alisuiliwa na wale ambao walikuwa wakaribu ili kwamba hasiweze kufika mahali ambapo Mungu alitaka kwamba aweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu feva ya Mungu ilikuwa ndani mwake, hiyo feva ya Mungu iliweza kumuongoza mpaka akafika mahali ambapo akaendelea mpaka akawa prime minister. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Feva ya Mungu ambaye ilikuwa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunapoongelea kuhusu kibali cha Bwana, kumbuka wakati ambapo unakuwa na kibali, tuna wale ambao watainuka ili kwamba wakaweza kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Utapata kwamba tuna vita ambavyo vinainuka, tuna mambo ambayo inatokea ili kwamba kuweza kuzuia kile kibali ambacho Mungu ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda tu katika maeneo fulani, unapata kwamba unafanya business, unapata kwamba wateja wengi wanakuja kwa hiyo duka zingine watu wanapita tu, wanaingia kwa hiyo duka yako. Utapata kwamba wale majirani ambao wako karibu na wewe wataanza kuchukia.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya feva ya Mungu ambayo iko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Wataanza kuchukia, wataanza kuonea wivu kwa sababu wanaona kwamba wateja wengi wanaenda upande wako na huko kwao hakuna kile ambacho wanapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapata kwamba wanapofanya hivyo ndio wakati ambapo wanaendelea kukupea promotion. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kwamba hiyo promotion yako iendelee kufanya kazi na kuendelea kuinuka, lazima uwe mtu wa kufurahia kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe mtu ambaye utawapenda kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kwamba hiyo feva ya Mungu iendelee kutenda kazi katika maisha yako, wale maadui lazima tukawapende. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka hiyo kibali cha Bwana kiendelee kutenda kazi katika majamii zetu, katika ndoa zetu, katika biashara zetu, lazima tujue kwamba tuna wapinzani wataingia kuweza kutupiga. Tuna wapinzani watasimama ili kwamba wakaweza kuzuia hiyo kibali ambacho Mungu ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Vile walimzuia huyu mtumishi wa Bwana, walimzuia huyu Yosefu ili kwamba hasiweza kufika mahali ambapo ilitakana kwamba akaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Bwana Mungu aliendelea kumuinua kwa sababu ya kibali cha Bwana ambaye kilikuwa ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, asubuhi ya leo unaweza kuwa kuna kibali cha Bwana, lakini tuna watu ambao wanakufight. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie hao. Wewe ni kuombea, wewe ni kuwabariki kwa sababu tuna vile Mungu anakuongeza na kuongeza na kupeleka viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie vile wanasema, hapana. Wakati mwingine mambo yanaweza kuwa mengi, lakini wewe jua kwamba tuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Na hiyo kitu ikiwa ndani mwako, Mungu ataweza kufikisha hata mahali penye mwenyewe utashangaa ni jinsi gani nimeweza kufika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yusufu aliweza kupendwa. Huyu Yusufu aliweza kupata kibali kwa sababu tuna kitu ambacho kilionekana ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bila sema kwamba akapata neema machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Alipopata neema ndio wakati ambapo aliendelea kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Alipopata hiyo kibali ndio wakati ambapo Mungu aliendelea kumpandisha viwango na vingine kwa sababu gani? Ya kibali cha Mungu ambacho kilikuwa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu kibali cha Bwana kikaweze kukua pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Bwana kikaweze kuwa pamoja na jamii zetu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati maadui wanapokuinukia, hata wakati maadui wanaposimama kuweza kutupiga, kibali cha Bwana kikaweza kuwa pamoja nasi. Na kikiwa pamoja nasi, nataka nikuambie tutapita na tutasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana. Kwa hivyo wapendwa, lazima tukundue ama tuombe Bwana akaweza kutusaidia ili kwamba kibali chake kikaweze kuwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu kila wakati anapotaka kuinua, lazima pia tuna wale ambao watainuka ili kwamba wakaweza kufight. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ni maandalizi ambayo Mungu anafanya. Kumbuka huyu Yusufu wakati mandugu zake wanamchukia, wanamfanyia mambo ambayo haifai, wanamwambia kwamba wewe kwani inaonekana kwamba wewe ndio tangu tutawala. Bila sema kwamba huyu mtumishi wa Bwana aliendelea kuinuliwa. Na wakati ambapo aliinuliwa, akafanyika prime minister. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka katika nchi ambayo ametoka pale amezaliwa, tukawa na njaa kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yusufu ndiye alitoka na akasaidia mandugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo feva ya Mungu itakuwa ndani mwako, hata hao maadui ambao wanakuchukia, wewe ndio utawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wale maadui ambao wanaona kwamba uwezi, wewe ndio utasimama ukaweza kuwasaidia kwa sababu ya feva ya Mungu ambayo iko ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanaweza kuchukia, wanaweza sema nini, lakini wewe endelea kumtumainia Bwana. Endelea kumtumikia Bwana. Unapomtumikia, Mungu anageuza wewe ambao unakuchukia watakuja kwako wakitafuta msaada kwa sababu gani? Ya kibali cha Bwana ambaye kimekuja maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki kibali cha Bwana kikiwa katika maisha yako, unapata kwamba hata umeenda katika mkutano fulani, wanasema tu kwamba ndugu inuka utuombee. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa nini kwani watu wameona? Sijavaa vizuri, sijakaa vizuri. Wameona nini? Tuna kitu ambacho Mungu anaonyesha watu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine hata uko pale kazini, unapata tu kwamba mmekaa mkutano watu karibu 50, watu 100. Wanasema kwamba tunataka huyu ndugu au huyu tata akaweza kuwa kiongozi wetu. Tunataka huyu sister akaweza kutuongoza. Kumbuka kwamba tuna kitu ambacho hawapendwa Mungu anaonyesha ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikatae kwamba mimi hapana, mimi mambo ya uongozi hapana. Usikatae kwa sababu tuna kitu ambacho Mungu anaona ndani mwako. Na hiyo kitu Mungu amesababisha wale watu ambao karibu nao wakaweza kuona hiyo kitu. Na hiyo kitu inaweza kufikisha mbali ikiwa utaweza kukikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya feva ya Mungu. Feva ya Mungu ikiwa ndani mwako, tuna vitu ambavyo vitafanyika ndani mwako mpaka watu wanashangaa ni jinsi gani vitu vimeweza kufanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nilienda kazini mahali fulani, mimi wanafanya kazi ya ufundi, na tukao tumeenda sehemu fulani kuweza kupaka rangi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanafanya kazi ya painting, na tulipoenda mahali pale tukafanya kazi siku ya kwanza. Tulipokuwa tunafanya kazi,
ikafika masaa ya lunch time, na hapo mahali penye tunafanya ni manyumba za generators, watu wanakaa mahali pale, kila mtu anakaa kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. So ilipofika masaa ya kwenda lunch, tukajipanga tunaenda lunch. Na tulipokuwa tunajipanga tunatoka tumelala tunaenda, tuna mama mmoja akakuja akatuambia hapana, msiende lunch kwa sababu gani? Tuna kitu ambaye nawaandalia hapo mkaweza kukula. Bwana Yesu asifiwe. So tukakula tukaendelea na kazi. Siku iliyofuata kesho mimi sikuenda, na wakati ambapo sikuenda, wale mafundi ambao tulikuwa nao hao walienda kule, na nikawauliza kwamba mmepewa lunch tena? Wakasema hapana, sisi hata tuko kwa njia ndio tunaenda lunch. So nikashangaa kwani nini imefanyika. Ilikuwa tu siku moja huyu mama aliamua kutupikia, so tukaona kwamba atuweze muuliza kwa sababu hata yeye hahusiki na hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye tu ameona kwamba vile tumekuja kufanya hapo kazi, akatupikia chakula akatupa. So siku ya pili nikarudi kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine. Niliporudi pia hapo, huyo pia wa mama akaandaa chakula pia akaleta tukakula pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya tano sikuja. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya tano pia hawa jamaa hawakuletea chakula. Bwana Yesu asifiwe. So hawa jamaa wakaanza kunipigia simu wananilaumu, mbona wewe umekataza mama kutupikia chakula? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ulimwambia kwamba kwani wewe peke yako ndio unakula? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hapana, mimi sijawagaka leo mama, hata hivi chenye mama anafanya mimi sijui, kwa sababu mimi mambo ya langi mimi sijui. Tunajua tukifanya kazi wote tunapewa mshahara jioni, wenyewe tunajipanga ndani. Bwana Yesu asifiwe. So jamaa wakaanza kunilaumu, wakaanza kunichukia, mimi nimekataza huyo mama kupika chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipokuwa mahali pale tukiendelea na kazi siku nyingine, na nikasikia katika nyumba huyo mzee wa hiyo nyumba anaomba, ananiresiti kuanzia alianza kitu kama saa 4 hivi na akaomba mpaka kitu kama saa 7. Bwana Yesu asifiwe. So mimi sikuwa najua hata kama huyo mtu wa hii nyumba ameokoka, kumbe ni mchungaji ameokoka kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mimi pia ni mtu wa Mungu, tulikuwa na connection fulani, so kale kafeva mpaka kwa ndani mwangu kaliweza kuconnect na huyo mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hatuko tumeongea na hatuko tumejuana, lakini kwa sababu ya hii kipaji ambacho kilikuwa ndani mwangu ilimsukuma ikamconnect mimi na yeye, na akaanza kutupikia lunch. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye aliambia people wapikie lunch. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine favor ya Mungu ikiwa ndani mwako itasababisha wakati mwingine vitu vingine vifanyika katika njia ambayo hauwezi ukaamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana. Ni vizuri wapendwa kuomba kibali cha Bwana kiwe ndani ya maisha yetu. Ni vizuri wapendwa hii kibali kitende kazi katika maisha yetu. Tutafika maeneo ambayo hata hatujaifika kwa sababu ya kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na kibali cha Bwana, unapata tu kwamba katika area kama hii, unapata kwamba wanatafuta kiongozi, wanatafuta sub chief, wanasema kwamba watu wanasema tunakwamba na kijana fulani mahali fulani. Huyo kijana anatoka kwa pombe ya mtu fulani. Huyo kijana tunataka kwamba akaweze kuwa kiongozi wetu. Huyo kijana tunataka kwamba akaweze kuwa ward administrator. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tuna kitu ambacho watu wanaona ndani mwao. Tuna kibali ambacho Mungu anaonyesha watu ili kwamba wakaweza kusukumwa, ili kwamba hiyo kitu ikaweza kuonekana ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine hii kibali cha Mungu ni vizuri kiwe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii kibali cha Bwana kikaweza kutenda kazi. Na hii kibali cha Bwana lazima tuna miinuko ambayo itaniunukia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiangalie miinuko, usiangalie maadui, wewe angalia ni wapi ambapo Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi ambapo Mungu anataka kwamba ukaweze kufika. Bwana Yesu asifiwe. Neno lingine pia tunaposoma pia yule mtumishi wa Mungu ambaye aliweza kupata kibali ni msichana mzuri, msichana mrembo ambaye aliitwa Esther. Bwana Yesu asifiwe. Everybody anaelewa story ya Esther. Bwana Yesu asifiwe. Na Esther huyo aliweza kupata kibali machoni pa mfalme. Kwa sababu gani? Tuna kitu ambacho kilionekana ndani mwako. Na sisi tunajua wote mipango na vitu vyote ambayo vilikuwa vinafanyika kwamba hao watu ikaweza kufanyika hivi. Lakini kwa sababu Mungu aliweza kuwa ndani mwake na kuweza kumwonekania huyu Esther, aliweza kupata kibali machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Esther 2:17. Tusome. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Amen. Endelea mstari unafuata. Ndipo mfalme alipofanyia karamu kubwa maakida wake wote na watumishi wake, yani karamu yake Esther, akafanya msamaha katika majimbo yote
akatoa zawadi sawasawa na ukarimu wa mfalme. 19. Basi mabikira walipokusanyika mara ya pili, Mordekai alikuwa akiketi malangoni pa mfalme. Esta alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila yake, kama vile Mordekai alivyomwagiza, kwa maana Esta alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai vile vile kama wakati alipolelewa naye. Ikawa siku zile Mordekai alipokuwa akiketi malangoni pa mfalme, wawili katika wasimamizi wake mfalme, Bigdana na Tereshi wangoje mlango, walighadhabika wakataka kumpelekea mikono mfalme Ahasuero. Basi Mordekai akapata kulijua jambo hilo, naye akamjulisha Esta malkia, naye Esta akamwambia mfalme habari hiyo kwa jina la Mordekai. Na jambo hilo lilipochunguzwa, na hakika ikapatikana, hao wote wawili wakatundikwa juu ya mti. Hayo pia yakaandikwa katika kitabu cha taarifa mbele ya mfalme. Amen. Fika tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaona huyu Esther ambaye ni msichana, Biblia inasema kwamba aliweza kupata kibali machoni pa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kwamba hii kibali ikaweza kumpata, tuna mambo mengi ambayo waliweza kupitia ndio kibali cha Bwana kikaweza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, kulingana, ukiendelea kusoma hii Biblia, kulingana na desturi na kanuni za kuingia kwa mfalme, tuna vile mtu anaingia mbele ya mfalme, tuna mipangilio ambayo inafanya ukaweza kuingia mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuingia katika nyumba kama ofisi, labda unataka kwenda kuona gavana wetu hapo kwa ofisi, ama labda unataka kwenda kuona president wetu, tuna sheria na kanuni ambazo utafuata ili kwamba ukaweza kufikia maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposoma Biblia, nilipokuwa nafanya study ya Biblia, inasema kwamba huyu msichana Esther aliingia kinyume na sheria na kanuni katika nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoingia katika nyumba ya mfalme, haikuwa rahisi. Huyu msichana, tunasema kwamba tuna wasichana wengi ambao waliweza kujionyesha mbele ya mfalme. Tuna wasichana wengi ambao walikuwa warembo, walikuwa wasichana wengi ambao waliweza kupita mbele. Lakini tunasema kwamba huyu msichana Esther peke yake ndiye aliweza kupata kibali machoni pa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tuna kitu ambacho kilionekana ndani mwake, tuna kitu ambacho Mungu aliweza kusababisha kwamba kikaweza kutokea mahali pale. Na huyu Esther akaingia malangoni pa mfalme kinyume na sheria, kinyume na mipangilio ambayo zimewekwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya favor ya Mungu ambayo ilikuwa ndani ya maisha yake. Kwa hivyo wakati mwingine tunapokuwa na favor ya Bwana, hiyo favor inaweza kusababisha ukaingia hata katika ofisi fulani kinyume na sheria na ukapata kazi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ingia mahali kinyume na mipangilio ambayo iko mahali pale, na unapata kwamba kwa sababu ya misukumo fulani ambayo iko mahali pale, wanasema kwamba wewe ingia na ukaweza kuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hautapata masharti na kanuni ambazo zimewekwa, hautapata kanuni na mipangilio ambazo zimewekwa. Kwa sababu gani? Tuna kitu ambacho kwa ndani mwako, na hiyo kitu kiko ndani mwako, hata akaangalia masomo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kaangalia umefika wapi kwa kiwango cha masomo, hakiangalii wewe unakaa aje, haiangalii wewe ndio miaka ngapi. Hiyo kitu kikiwa ndani mwako kinakusukuma ama kinasukuma wale ambao kwa mahali pale kukuweka katika position yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya kibali cha Bwana ambacho kiko ndani ya maisha yako. Kwa hivyo wapendwa, lazima tuombe Bwana akaweza kutusaidia tukaweza kupata kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Esther aliingia kinyume na mipango ambayo ilikuwa imewekwa, na alipoingia binasema kwamba mfalme aliweza kumnyoshea fimbo ya ufalme, na haikuwa rahisi mfalme kuweza kutoa fimbo yake na kunyoshea mtu. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Lakini kwa sababu Esther alionekana kwamba, na kumbuka Esther alikuwa ni mtoto ambaye ni yatima. Bwana Yesu asifiwe. Na yule ambaye alimsababisha hata kufika mahali pale alikuwa ni mjomba wake. Maana yule mjomba ndiye alimchukua kama anaishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Na tulikuwa na huyu ambaye ni Vasti ambaye alikuwa mahali pale. Yeye alikuwa mahali pale, lakini aliweza kuacha kiburi mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hakuweza kuzingatia kanuni na vitu ambavyo vimewekwa mahali pale. Lakini Esther anatoka nyuma, anaingizwa katika nyumba ya mfalme kwa sababu ya kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kibali cha Bwana kikaweza kutuingiza hata mahali penye hatukustahili kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo milango ambayo hatui alikuwa amefunga, anasema kwamba hawezi kufika. Ninaomba kwamba kibali cha Bwana kisababishe haya malango yafunguke ndio ukaweza kuingia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haya malango yakaweza kufunguka ili kwamba ukaweza kuingia hapa mahali penye ilikuwa imeshindikana. Hizo hali ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba ni ngumu, hizo hali ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba haziwezekani, Mungu asababishe na kibali chake hiyo hali zikaweza kutoweka mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana ambaye Mungu ameweka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Esther aliweza kuingia malangoni kwa mfalme kwa sababu ya kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kibali naomba tu Bwana ikaweza kutushukia mchana wa leo. Hiyo kibali ikaweza kutawala maisha yetu asubuhi ya leo. Hiyo kibali ikaweza kuingia katika jamii zetu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Neno lingine pia, mtumishi mwingine ambaye tutaona mfano wake ambaye pia aliweza kupokea hiyo kibali ikafanya kazi pamoja naye ni mtumishi wa Bwana Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu anajua Daudi vile ilimfanyikia, mambo iliyomfanyikia na akapata kibali machoni pa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika 1 Samuel 16 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki wa Israeli, nijaze pembe yako mafuta, uende nami, nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, nam nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kuenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakazeni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitiza mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitiza Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchukua huyu. Yese akampitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachukua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, naye tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi
akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni story ambaye ni mtumishi wa Bwana Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi ambaye Mungu alikuwa ameshamwekea mkono. Mungu alikuwa ameshamchagua kwa sababu ya kibali cha Mungu ambaye kilikuwa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kabla afike mahali pale, tuna vile alikuwa kule ndani. Biblia inasema kwamba alikuwa anachunga kondoo. Alikuwa anachunga kondoo za baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mtu ambaye hakuwa anatambulika, ni mtu ambaye alikuwa amedharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana vile tunaelewa yule mtu ambaye anachunga ng'ombe, yule mtu ambaye ni mchungaji, vile tunamweka katika kiwango fulani. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa katika jamii zetu unapata kwamba vile tunamlea katika njia ambayo ni njia nyingine tofauti. Hautamlea same na vile unalea watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kwamba huyu mtu ambaye anachunga kondoo tunakuwa na madharau fulani. Unapata kwamba kama ni chakula, kama mko kwa nyumba, mmekaa kwa nyumba mzuri, yeye ataenda kukulia kule nje kwa sababu gani? Afai kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu ikiwa anachunga kondoo, tunakuwa na mambo fulani ambayo hawezi kufanya. Hawezi chungamana pamoja na jamii yako, hawezi kula pamoja na jamii yako kwa sababu gani? Tunamwona kwamba ni mtu ambaye hajasoma, ni mtu ambaye hajaqualified, ni mtu ambaye hajafika viwango fulani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba huyu Daudi alikuwa anachunga kondoo, na wakati ambapo Mungu anatumia mtumishi wake Samueli kwamba nataka kwamba ukaweza kwenda kunitafutia yule ambaye nitakaya kumpa hii ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu ambaye yuko nimechukizwa naye, na mimi naona kwamba anipendezi hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Sauli alikuwa katika ufalme, lakini alianza kutumia ufalme katika njia ambayo istahili. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kumdharau Mungu, alianza kutumika katika njia ambayo ni ya kiburi, alianza kutumika katika njia ambayo ilikuwa ni madharau. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu aliona hivyo, Mungu akawa anataka kujichagulia mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka tulikuwa na watu wengi ambao wakafanyika kuwa mfalme. Na Biblia inasema kwamba huyu Mungu akamwambia Samueli kwamba nataka kwamba ukaweza kwenda katika nyumba ya mtumishi wa Bwana Jese ili kwamba nikaweza kujichagulia mfalme mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka katika hiyo nyumba tulikuwa na watoto 7. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huyu mtumishi wa Mungu Samueli anatuma, Biblia inasema kwamba Samueli aliweza kumwambia Bwana, itakuaje mahali pale? Mimi naokopa huyu jamaa kwa sababu huyu jamaa anaweza nimaliza. Huyu jamaa anaweza kuniua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo itakuaje, itafanyika aje mimi nikaweza kuenda na kumwambia haya mambo ambayo unaniambia? Mimi nilikuwa tu mtoto wake na nimwakie mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Samueli pia aliingia na uoga, lakini Mungu akamwambia kwamba chukua ndama ukaweza kuandaa ili kwamba unapofika mahali pale uambie kwamba wakuje wafanye ibada pamoja nao, na hiyo ibada ni ya kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo alienda mahali pale na akasema kwamba tuna yule tu mmoja ambaye nimeweza kujichagulia mahali pale, na wakati mtumishi wa Mungu alifika mahali pale, Biblia inasema kwamba aliweza kuwapitisha wale watoto wake mbele ya Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Alipopitisha mtoto wa kwanza, Samueli akamwambia Bwana, sio huyu ambaye Mungu amemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Akapitisha mtoto wa pili, Samueli akamwambia Bwana, sio huyu ambaye Mungu amemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Akapitisha wale watoto wote akawapitisha mbele ya mtumishi wa Bwana. Lakini mtumishi wa Bwana akamwambia Bwana, na watoto kweli ni wote ambao umewaleta ama tuna yule ambaye amepaki? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtumishi wa Bwana akamwambia, Yesu akamwambia kwamba akaambia Samueli, tuna katoto kadogo kamoja kamepaki mahali fulani na kanachunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Na Samueli akamwambia kwamba huyo ndiye tunayemtaka mahali hapa na hatutaketi kabla afike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wakatuma watu kwenda kumleta Daudi mahali ambapo alikuwa. Daudi ambaye ako kule kwa vichaka. Daudi ambaye watu wameenda kanisani, yeye akukula hata juu mambo ya Mungu. Yeye akukula hata ajitambui. Yeye akukula anang'ang'ana na kuwinda kondoo na kufanya nini vitu zingine kule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema kwamba nataka huyo ndio namtaka tu mahali hapa. Kwa sababu gani? Kibali cha Bwana kilikuwa ndani ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Bwana kilikuwa ndani ya Daudi. Hapo tu kule ndani kabisa. Hakuna hata yule ambaye anamtambua. Hata mandugu zake Biblia
vile walikuwa wamemuona, wanaona kwamba huyu hapaki kula akichunga kondoo, kwa sababu kama wangemjali wangemuita katika hiyo sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Wangemjali wangemuita katika mkutano, ili kwamba yeye pia akaweza kuonekana mahali pale. Hata baba yake mwenyewe alikuwa amemdharau. Bwana Yesu asifiwe. Hakuona kwamba ni mtu hapana fa, hakuona kwamba ni kijana hapana anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakati huyu Samueli na Musa anamwambia kwamba kako katoto kamoja kamepaki kule katoka. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto kabisa amepaki kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alielewa kwamba huyu ako tu pale, huyu Aisa akakuwa hivi, Aisa akakuwa hivi. Wakaangalia, na tulikuwa na mmoja katika watoto ambaye alikuwa ameuka, alikuwa ni mtoto mzuri, alikuwa na misuli mzuri, ambaye watu walifikiria kwamba yeye ndiye ataweza kuchagulia akaweza kuwa mfalme, na Mungu akasema no, huyu mtoto ndiye anahitaji akaweza kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto ndiye anataka akaweza kuwa sehemu hiyo. Huyu mtoto ndiye anamuinua ili kwamba akaweza kusimama katika kiti cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo alipokuja na mtumishi wa Bwana akamwekea mafuta, akampaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka alipomwekea mafuta alipitia katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vile Sauli aliweza kusimama, Sauli aliweza kumpinga, Sauli aliweza kupigana naye, Sauli aliweza kumzuia, lakini hakuzuia kile kibali ambacho Mungu aliweka maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bila wanadamu hawataweza kuzuia kile kibali ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa karibu wa kwako hawatazuia kile kibali ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alikuwa mfalme, lakini alizuia kibali cha ukijana hasiweza kuinuka, lakini hakufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Alizuia hiyo kibali huyu kijana asiweze kusimama na kuweza kuwekwa katika maeneo, lakini Mungu alisimama na kijana kwa sababu ya kibali cha Bwana. Huyu kijana aliweza kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka tulikuwa na vita, tulikuwa na watu ambao walikuwa wanasumbua inji, lakini kijana tu mtoka aliweza kutokea. Sauli alikuwa ameshindwa kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kijana tu mtoka akatoka mahali pale na akapiga kolezi na akamaliza, na kueleza kwa mtu rahisi kuweza kummaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kibali cha Bwana kilikuwa ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Bwana kilitembea pamoja na Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni vizuri kupokea kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa na kibali katika maisha yetu. Kwa hivyo huyu jamaa aliweza kuzuiliwa, aliweza kukataliwa na watu. Kwa sababu gani? Vile walikuwa wanamuona huyu ni mchunga kondoo, huyu ni kijana tu, huyu ni mtoto mdogo, hawezi kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimetuambia kwamba Mungu aangalie vile wanataka wanapoangalia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vile unaangalia sio vile Mungu anaangalia. Vile watu wanakuona katika jamii sio vile Mungu anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anakuangalia akiona kwamba huyu ni mtu ambaye anafaa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kudharau, wanaweza ongea, lakini wakati Mungu anakuona anaona kwamba wewe ni mtu ambaye unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu ambaye unaweza saidia watu. Wewe ni mtu ambaye unaweza inua watu kutoka kiwango fulani na kuenda kiwango fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tupokee tu kibali asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tupokee kibali katika maisha yetu. Tupokee kibali katika jamii zetu. Tupokee kibali katika maisha yetu ili kwamba tukaweze kuona baraka za Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, wakati mwingine tukiwa na hii kibali tunaweza kuzuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kukataliwa hata na jamii. Kwa sababu gani? Tuna kitu ambacho kiko ndani mwako. Watu wanakuinukia, tunashangaa ni makosa gani ambayo nimefanya, nini ambayo nimefanya, lakini unapata kwamba unapofika kiwango fulani wewe tunaleta msaada kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusuf aliweza kusaidia mandugu zake kwa sababu gani? Ya kibali cha Bwana. Kumbuka walimdharau, kumbuka walikataa yale maono ambayo alikuwa anaona, wakaona kwamba huyu ni mtakatifu, wakaona kwamba huyu hafai, lakini mwishowe alikuja na kuweza kuleta msaada ndani ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu kwamba asubuhi ya leo wale ambao walikuwa na kudharau, wale ambao walikuwa naona kwamba wewe haustahili, siku moja utaleta msaada katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao walikuwa naona kwamba wewe katika society haustahili, wewe katika society hauwezekane au una chochote, nataka siku moja watambue kwamba tuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwao na watakuja kukimbilia siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana ambaye Mungu ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nasema kwamba huyu Mungu aangalie vile sisi tunaangalia. Tuna vile watu wanaangalia, ukienda kwa kazi wanaangalia vile umefika kiwango gani cha masomo, wanaangalia barua, wanaangalia nini, wanaangalia document zako zote, kuhakikisha kwamba zimeweza kuwa hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka Mungu aangalie utaratibu. Mungu angalie vitu kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anaweza toa mtu katika kuchunga kondoo na mpandishe na kumweka katika kiti cha ufalme, ni nini ambacho Mungu hawezi kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho Mungu hawezi kufanya katika maisha yako? Kama anaweza inua mtu ambaye anachunga mbuzi na kondoo na ng'ombe na kumpandisha safari moja na kumweka katika ufalme, katika kiti cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, asubuhi ya leo
nataka nikuambie hakuna jambo ambalo Mungu aweza kulifanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali na hiyo changamoto ambayo unapitia ndani, hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama aliweza kupandisha huyu kijana ambaye alikuwa amedharauliwa ameko kule kwa sababu hata katika jamii yeye alikuwa anaonekana kwamba hakai kule kwa sababu hajafika kiwango ya kuweza kukaa na wengine, alidharauliwa na kuwekwa kule, lakini kwa sababu ya favor ya Mungu iliyokuwa ndani mwake, hiyo favor iliweza kumbeba, hiyo favor iliweza kumuinua na akawekwa katika kiti cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo, jana ambayo yalikuwa kwamba inaonekana kwamba yawezekana, jana ambayo ilikuwa inaonekana kwamba yamekuwa magumu katika maisha yako, naomba asubuhi ya leo Mungu akaweza kuyafanya rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaweza kuyafanya rahisi. Mungu akaweza kurahisisha ile mipango ambayo ulikuwa nayo. Mungu aweza kuachilia kibali na neema yake ndani ya maisha yako ili kwamba haya mambo yakaweza kuwa rahisi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mahali ambapo ulikuwa unatarajia kitu fulani, labda ulikuwa unatarajia upewe kazi, ulikuwa unatarajia vitu fulani katika maisha, na tangaza kwamba asubuhi ya leo upokee neema ya Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Upokee neema ya Bwana katika hiyo jamii. Na hiyo neema ya Bwana ikiwa ndani mwako, hata watu wanashangaa vile Mungu amekupisha na kuweka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika ufalme walikuwa naangalia kwamba kulingana na desturi na kanuni, mfalme hakuwa anachaguliwa tu hivyo. Mfalme tunapita wanapanga kama serikali kama hii ya Kenya, unapata kwamba tukitaka kuchagua kiongozi tunapita tunapiga kura, wanaangalia makaratasi, wanaangalia nini na nini ili kwamba huyu kiongozi aweze kufika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi ni nani ambaye alikuwa makaratasi yake? Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa Biblia hatuambii kwamba huyu Daudi alifanya application ya kutafuta hiyo kazi ya kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hakufanya chochote, lakini Mungu aliyemuumba, Mungu aliweza kumtoa kule nyuma na kumbadilisha safari moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usishangae asubuhi ya leo watu watakapoinuliwa katika kanisa hili, kuwekwa katika viwango hata wenyewe wako tarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huko mahali pale katika kazi yako, huko mahali katika biashara, huko mahali katika sehemu fulani kwa kazi, nataka nikuambie Mungu ana uwezo ya kuweza kupandisha safari moja na kuweza kuweka katika kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya favor ya Bwana ambayo iko ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kupokea favor ya Bwana. Ni vizuri favor ikaweza kuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi aliweza kupigana vita ambayo ilikuwa imeshinda watu wengi. Ilikuwa imeshinda watu ambao ni wasomi, ilikuwa imeshinda watu ambao ni wajasiri, lakini yeye Mungu kwa sababu ya hekima na maarifa ambayo ilikuwa ndani mwake na kibali cha Mungu ambacho kilikuwa ndani mwake, bila sema kwamba alipokuwa anapigana vita na huyu Samsoni alitumia tu njia rahisi ya kuweza kumaliza mfano. Bwana Yesu asifiwe. Hakung'ang'ana, hakutumia mikuki ama nini. Bwana Yesu asifiwe. Bila sema kwamba alichukua tu jiwe moja na akaweka katika nini yake na akaisungusha na akaua jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wakashangilia, watu wakafurahia, watu wakashangilia. Na watu walipokuwa wanashangilia, na kuambia Saulo aliweza kukasirika ile ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakasema kwamba Saulo sio ameua ngapi, Daudi ameua ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Watu huyo mtumishi huyu jamaa aliweza kukasirika kwa sababu huyu jamaa aliweza kuua watu wengi na kuweza kumaliza mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Saulo aliweza kuinuka, Saulo aliweza kusimama ili kwamba kupiga Daudi, lakini hakuweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo wale ambao wanapinga ile destiny yako isiweza kufika mahali penye panafaa, naomba kwamba Bwana asubuhi ya leo Mungu mwenyewe ataweza kupigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanapinga destiny yako ili siweze kufika mahali ambapo Mungu amesema kwamba ikaweza kufika, Mungu mwenyewe akaweza kupigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bila alipigana na huyu Saulo akamtoa katika ufalme. Kwa sababu gani? Alikuwa anapigana na mtumishi ambaye Mungu amempaka mafuta akaweze kutawala katika ufalme huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo wapendwa, wakati mwingine hii favor ya Mungu ikiwa ndani mwetu, tutakuwa na vizuizi. Hii favor ya Mungu ikiwa ndani mwetu, tutakuwa na minuko fulani ambayo itatuinukia. Lakini wakati mwingi wacha tuendelee kuomba, tuendelee kumtumainia Bwana, tukijua kwamba wakati unapoinuliwa ndio wakati ambapo maadui wanakuwa wengi. Lakini wakati ambapo hii favor ya Mungu inakuwa ndani mwetu, ndio wakati Mungu anazidi kutuinua, Mungu anazidi kutuhifadhi, Mungu anazidi kutusingira, na Mungu anazidi kutupa nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya favor ya Mungu ambayo iko katika maisha yetu. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa kuomba hii favor ya Mungu ikaweza kutembea pamoja na sisi. Hii favor ya Mungu ikaweza kuwa pamoja na maisha yetu na jamii zetu, maana ni kitu mzuri, ni kitu kinachopendeza. Tunapopokea hii favor tunapata kuinuliwa, tunapokea favor tuna mambo ambayo tunapokea ambayo hatuwezi
kuyapokea katika njia ambayo ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoka tu nyuma, mtu anafanyika kiongozi ambaye hatafanya application yote, hatafanya mambo yote ambayo inatakana, hiyo ni favor ya Mungu ambayo ilikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri favor ya Mungu iwe pamoja na sisi. Na vile nimesema kwamba usipokuwa na favor ya Mungu, tutakuwa na roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na roho ya kukataliwa, unapata kwamba kila mahali ambapo unaenda, unapata tu kwamba wewe hakuna breakthrough katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanaenda na apply kazi, wengine wanatoka tu nyuma, hiyo kazi inachukuliwa. Wengine wanatoka tu from nowhere, hata hawana usemi mzuri, hawana vitu vizuri, lakini unapata kwamba wamechukuliwa. Kwa sababu gani? Ya roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuombe kwamba hiyo roho ya kukataliwa ikaweza kutuondokea, tukaweza kupokea kibali kutoka kwa Mungu. Hiyo kibali itatuwezesha kufika mahali penye hata tungeweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kibali itatusababisha hata wale ambao walisema kwamba sasa huyu anaweza somesha watoto wafike university. Bwana Yesu asifiwe. Huyu watoto wako wanafikanga kienda sana class 8, 7, 6 hapo, hao imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu naye anasema kwamba hao watafika university. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya favor ya Mungu ambayo iko ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanadamu wanaweza panga, wanadamu wanaweza kusema bila wanataka usema, lakini favor ya Mungu ikiwa ndani mwako, nataka nikuambie Mungu anakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikawa nasoma Biblia katika Ayubu 42. Biblia inasema kwamba Ayubu akishapitia katika mambo mengi hapa na pale, watoto wameenda, jamii imeenda, vitu zake zimeenda, Ayubu alifika mahali akajikundua, akasema kwamba mimi ninajua kwamba Mungu wangu, makusudi ya Bwana katika maisha yangu hayawezi yakazuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema kwamba makusudi ya Bwana katika maisha yangu haiwezi yakazuiliwa na mtu yeyote, kwa sababu tuna mambo yalikuwa yamefanyika, tuna vitu zake zilikuwa zimeenda, tuna mali, watoto walikuwa wameenda, lakini Ayubu hakufanya nini? Hakuendelea kulia, hakuendelea kuomboleza, kwa sababu alielewa kwamba tunaye Mungu ambaye alimfahamu, na huyo Mungu ndiye aliyemuita. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu 42 mstari wa kwanza na pili. Wacha nisome. Biblia inasema kwamba Ayubu 42 mstari wa kwanza na pili nasema, ndipo Ayubu akajibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Ayubu ambaye amejigundua. Bwana Yesu asifiwe. Katika changamoto na hali ngumu ambazo amepitia ndani, vitu zake zimeenda, watoto wameenda, jamii imepotea, hana chochote. Marafiki wamekuja, wamemwambia mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kumkalisha tamaa, ya kumrudisha nyuma, ya kumwambia kwamba si tukane tu Mungu. Ni nini ambacho Mungu anakusaidia? Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ambaye unamwabudu, ni nini ambacho anakusaidia? Kama anaweza kuhusu mambo kama haya yafanyike ndani mwako, nini ambaye kinakufanyikia? Bwana Yesu asifiwe. Lakini binasema kwamba Ayubu alifika mahali akasema kwamba Mungu, mimi ninajua kwamba wewe ni Mungu, waweza kufanya mambo yote, na kwa kuwa makusudi yako hayawezi yakasuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ambayo Mungu amepanga katika maisha yako haiwezi yakasuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Mipango ambayo Mungu amepanga hiyo familia yako, mipango ambayo Mungu amepanga hiyo masomo yako haiwezi yakasuiliwa na mtu yeyote. Kwa sababu gani? Una kibali cha Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Mungu, Ayubu akasema kwamba mimi najua tuna makusudi ambayo Mungu alikuwa anatia maisha yangu. Hata kama hii imefanyika, lakini Mungu ana mipango mizuri kunihusu. Na hiyo mipango mimi najua kwamba hakuna mtu ambaye atasiye mipango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapata kwamba wakati ambapo Mungu anatupangia, tuna watu ambao wanainuka ili kwamba waweze kutuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vitu ambavyo vinaweza tuinukia ili kwamba tuzuie, tusiweze kufika katika hatima yetu, tusiweze kufika katika kiwango chetu. Lakini kwa sababu siku ya leo tunapokea favor ya Bwana, kila vizuizi Mungu anatuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali cha Bwana, kile vizuizi ambayo shetani alikuwa ameweka mbele zetu, shetani alikuwa ameweka kutumia wanadamu, hiyo vizuizi vinaondolewa katika jina la Yesu, kwa sababu ya kibali cha Bwana ambayo kimewekwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kuelewa kwamba Mungu ana mipango mizuri kuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Anaambia Yeremia kwamba kabla nilikuumba katika tumbo la mama, nilikufahamu na nilikujua. Bwana Yesu asifiwe. Na niliweza kuteua. Kwa hivyo siku ya leo wewe jua kwamba umeteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie vile wanadamu wanasema vile unajifanya, unaenda kanisani, wanasema vile wewe sijui nini, mtu ambaye anaomba tu kila wakati napigia watu kelele. Wanaweza ongea anything ambaye wanaweza ongea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe jua kwamba makusudi ya Bwana
haiwezi yakasuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Mipango ya Mungu katika masomo yako, mipango ya Mungu katika jamii yako, mipango ya Mungu katika kazi yako haiwezi yakasuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mapepo, hiyo ni wachawi, hiyo ni waganga. Biblia imetuambia kwamba haiwezi ikasuiliwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ana mipango mizuri kutuhusu. Mungu ana mawazo mazuri ambaye anatuwasia kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumepokea kibali cha Bwana, kwa sababu ya favor ya Bwana ilikuwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima wapendwa, tukaweza kupokea hii favor asubuhi ya leo, maana hii favor ikiwa ndani mwetu, tuna mambo ambayo tunaweza kufanya katika njia rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vitu ambavyo tutang'ang'ana kwa sababu ya favor ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tusimame kwa miguu zao, umwambie tu Bwana asubuhi ya leo, nimesikia neno, watumishi wa Mungu ambao walipokea favor, Mungu aliweza kuwapatia kutoka viwango hadi nyingine kwa sababu ya favor ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe tu kwa Bwana asubuhi ya leo, waachilie kibali katika maisha yangu. Hata ninapoanza hili wiki nikienda kwa shughuli zangu za pale, natangaza kwamba Bwana anaachilia kibali katika maisha yetu, anaachilia kibali katika moyo wangu, anaachilia kibali katika jamii yangu, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie tu Bwana asubuhi ya leo, naomba Bwana waachilie kibali, waachilie kibali katika maisha yangu, waachilie kibali katika maisha yangu asubuhi ya leo. Kibali maifadha ya masomo, maifadha kibali, maifadha natangaza favor ya Bwana, favor ya Bwana katika maisha yangu, favor ya Bwana katika jamii yangu. Naomba favor ya Bwana, waachilia favor Bwana, yale ambayo haikuwezekana natangaza kupitia favor ya Bwana yanawezekana mchana wa leo. Yale ambayo yalionekana magumu yanawezekana mchana wa leo kwa sababu ya favor ya Bwana. Mwambie Bwana waachilie kibali, mwambie Bwana waachilie kibali katika maisha yangu, katika jamii yangu. Waachilie kibali Jehova, waachilie kibali mchana wa leo katika jina la Yesu. Waachilie kibali maifadha, waachilie kibali maifadha siku ya leo maifadha. Ninaomba kibali chako Jehova, naomba kibali maishani mwangu, naomba kibali katika watoto wangu, naomba kibali maifadha katika maisha kwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Natangaza kibali, naomba kibali chako Bwana, waachilie kibali siku ya leo in the mighty name of Jesus. Natangaza kibali cha Bwana, natangaza kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali cha Bwana katika ibada hii, pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana katika maisha yako, katika sehemu ya kazi yako. Pokea kibali asubuhi ya leo, kibali cha promotion. Pokea asubuhi ya leo kibali cha promotion kutoka kiwango na kiwango kingine. Pokea kibali asubuhi ya leo, pokea kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Daudi alikuwa mchunga kondoo, lakini kwa sababu ya kibali cha Bwana aliweza kupandisha safari moja na kuwekwa katika ufalme kwa sababu ya kibali cha Bwana. Wapendwa, ikiwa tutapata kibali, tuna mambo Mungu anaweza tufanyia hata mwenyewe ukashangaa. Mungu aangalie kama wanadamu, Mungu aangalie vile tunapotazama, Mungu aangalie masomo, Mungu aangalie kima chako, lakini kibali cha Bwana ikiwa tutakuwa ndani mwetu, tuna mambo Bwana anatuwezesha, tuna mambo Bwana atatuwezesha kwa sababu ya kibali. Pokea kibali cha promotion, pokea kibali cha kazi, pokea kibali cha kazi, pokea kibali cha kazi asubuhi ya leo. Pokea kibali cha kazi katika jina la Yesu Kristo. Pokea favor ya Bwana, pokea favor ya Bwana. Yale ambayo yalikuwa magumu, yale ambayo ilikuwa iwezekani, pokea kibali asubuhi ya leo, pokea kibali asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ikataba na mashakataba kile misiusi maifadha ambayo ilikuwa inapigana Jehova kusia kibali cha Bwana maishani mwangu. Leo hii Baba nakataa kile misiusi Bwana. Wewe umesema kwamba katika maandiko mawazo yako na mipango yako Jehova haiendi kama vile wanadamu wanapoona Bwana. Makusudi yako maishani mwetu haiwezi kuzuia maifadha. Naomba kwamba makusudi yako Baba katika kanisa la maifadha, makusudi yako maifadha katika maisha ya kuhani mahali hapa hayatazuiliwa na yote Bwana, hayatazuiliwa na yote Bwana. Mipango uliyopanga maishani mwao, mipango uliyopanga katika jamii, katika kanisa maifadha haitaweza kuzuiliwa mchana wa leo, haitazuiliwa na mtu yeyote, haitazuiliwa na mtu yeyote katika jina la Yesu Kristo. Wamesema kwamba hawatafika kiwango fulani, wanasema kwamba watoto katika jamii hawafikane kiwango fulani. Natangaza favor ya Bwana itafanya wafike kiwango, itawafanya wafike kiwango ambacho kilikuwa kimezuiliwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo favor ya Bwana inatuandama katika jina la Yesu, inatushukia katika jina la Yesu. Tunapokea hiyo favor
Pokea katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Asante Bwana maana unaajiria. Asante Bwana kwa sababu unatenda, in the mighty name of Jesus. Tunapokea hiyo favor kwa uwezo na kwa nguvu zako, in Jesus name we pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa sababu wewe kila wakati wewe ni mwema. Ninakushukuru Bwana maana kila wakati wewe mipango yako na mipango yetu Bwana haiwezi ikalinganishwa my Father. Asubuhi ya leo my Father tumeweza kutufundishana my Father kuhusu neno lako Bwana, kuhusu kibali chako my Father. Nimeweza kutuelekeza Bwana kwa mifano mbalimbali kwa wale ambao waliopokea kibali na wakafanikiwa katika maisha ya mfalme amani. Hata nasi Bwana asubuhi ya leo tumekuja mbele zako Baba tukinyekea miguuni pako Jehova. Tunaomba hii kibali ambayo ilikuwa kwa huyu msichana Esther my Father, akapata kibali, akaingia mbele ya mfalme kinyume na sheria my Father. Naomba hii kibali asubuhi ya leo ikaweza kutushukia Jehova. Naomba hii kibali ikaweza kushuka Baba juu ya watu wako Bwana katika ibada hii katika jina la Yesu. Kibali ambayo kilikuwa ndani ya Daudi my Father na akatolewa katika kuchunga kondoo na akaingizwa katika kiti ya ufalme my Father. Naomba asubuhi ya leo hiyo kibali my Father kikaweza kuwa pamoja nasi katika mwezi wa 10 Baba, na tangazo hiyo kibali ikaweza kuwa pamoja nasi. Kibali cha kuinuliwa my Father, kibali cha promotion my Father, kibali cha kusongesha viwango na viwango vya kutuweka katika viwango vingine kikaweza kutushukia mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo mfalme amani. Baba, kwa sababu ya kibali tutasaidia hata wale ambao walikuwa wanatudharau Jehova, wale ambao Jehova walikuwa wanatuinukia my Father, sababisha kibali ikaweza kutuingia na kuweza kutuandama ili kwamba Baba tukaweza kuona baraka zako Jehova. Tunakushukuru Bwana kwa sababu tumeweza kulisungumuza hili neno, tumeweza kunena kama wanadamu, lakini wewe Mungu umetusaidia my Father. Asante kwa roho wako Mungu ambaye ametusaidia na kutuelekeza kulisungumuza neno kwa mfano amani. Pokea sifa kwa sababu unatawala, unambariki hata mtumishi wa kanisa my Father, unazidi kumpa maono makubwa ya kumsongesha viwango na viwango Jehova katika maeneo haya my Father. Natangaza kibali cha Bwana katika maisha yake, atakubalika katika mioyo ya wengi, atakubalika katika society my Father, kwa sababu hili neno ambalo Bwana umeweka ndani mwake my Father. Na bariki hata uongozi wote wa mahali hapa, wabariki Bwana kwa walinde pamoja na washiriki wote kwa sababu ya utukufu wako my Father. Wacha pema yako ikaweza kuandama katika maeneo ya kazi zao, wale ambao wanafanya kazi ya biashara, wale ambao wanafanya kiwakali, wale ambao wanafanya vitu fulani my Father na kujiendesha katika maisha yao. Na tangaza kibali cha Bwana, wanapokea feva ya Bwana, wote wanekana watu ambao wanaofaa, wanastahili my Father kuweza kufanya hizo kazi my Father kwa ajili ya utukufu wako my Father. Pokea sifa maana unatenda, ili kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa Yesu asifiwe.